Josephine Karimi Kivuti alizaliwa tarehe 2 Julai mwaka 1995. Katika malezi yake, waliomzunguka walimtambua kama msichana mcha Mungu, mtiifu, mwenye heshima na upendo zaidi. Juu ya yote, alikuwa na furaha na bashasha kifani. Alikuwa msichana mwenye malengo makubwa sana maishani, akijituma shuleni na kujifunza taaluma mbalimbali. Katika mitandao ya kijamii, alijulikana kama msusi aliyependa kazi yake, huku mara kwa mara akicheza na kupakia video zenye furaha katika TikTok. Hali yake ya bashasha na maisha ya matumaini ilikuwa dhahiri kwa kila aliyemtazama. Ni sifa hizi ndizo zilimfungulia mlango wa kupata kazi kama katibu huko St. Mary Catholic Women Association Center, sehemu za Kerugoya, kaunti ya Embu, taasisi iliyo chini ya usimamizi wa Diocese ya Katoliki ya Embu. Kwa bahati mbaya, baada ya siku 7 tu tangu aanze kazi mpya, maisha yake yalikatizwa kikatili. Ila ni yapi yalijiri mpaka yeye kufikia katika hatua kama ile? Hii ndio Kuruzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf. Jumanne ya tarehe 28 Juni mwaka wa 2023, baada ya kula chakula cha mchana na mama yake, Josephine alirejea kazini kama kawaida. Hakuna aliyejua kuwa hiyo ndio ingekuwa mara ya mwisho mama yake kumwona binti yake akiwa hai. Usiku huo Josephine hakurudi nyumbani, na hali hii ikawatia hofu familia yake. Alhamisi yake walijaribu kumpigia simu, lakini simu yake ilikuwa imezimwa. Mambo yalizidi kutia shaka. Kasisi mkuu wa kituo cha Katoliki aliwapigia familia yake kuuliza ni kwa nini Josephine hakuripoti kazini siku hiyo. Baba yake Simon Kivitu alifunga safari kwenda kituoni kuhakikisha kwamba mwanawe hajapotea, lakini hakupata jibu. Josephine hakuonekana. Kwa hofu na wasiwasi, familia yake walitangaza kwenye mitandao ya kijamii na hata kupitia makanisa jirani, wakiomba msaada wa yeyote aliye na taarifa juu ya alipo mwanao. Hakuna majibu yalipatikana mwishowe. Jumamosi tarehe 1 Julai mwaka 2023, Simon Kivitu aliripoti rasmi kupotea kwa binti yake katika kituo cha polisi cha Runyenjes, ambapo maafisa wa usalama walimpa ahadi ya kufanya kila jitihada kumtafuta. Kupitia teknolojia ya phone tracking, polisi waliweza kufuatilia hatua za mwisho za simu ya Josephine. Hatimaye uchunguzi uliwafikisha kwa kijana kwa jina la Boniface Yakulula, mwenye umri wa miaka 20, kutoka kaunti ya Vihiga, Kenya. Boniface alikuwa ameacha masomo na kuajiriwa katika taasisi hiyo mwaka wa 2022 kama mhudumu wa usafi na pia kushughulikia mifugo ya kituoni pale. Tarehe 3 Julai mwaka wa 2023, siku 2 tu kabla ya Josephine kusherehekea siku yake ya kuzaliwa ya miaka 28, Boniface alikiri mbele ya polisi kwamba alikuwa anajua aliko Josephine. Aliwaongoza hadi choo cha zamani kilichoachwa katika kituo hicho cha Katoliki. Ni hapa ambapo walipata mwili wa Josephine, jambo lililoacha kila mmoja katika hali ya mshtuko na simanzi. Mwili wake ulipelekwa Embu Referral Hospital kwa uchunguzi wa kitabibu. Ripoti ya madaktari ilionyesha alishambuliwa, alidhulumiwa kimapenzi, kisha akanyongwa hadi kufa. Uchunguzi wa polisi ulithibitisha kwamba lengo la Boniface
lilikuwa kumwangamiza Josephine ili kuficha ushahidi wa udhalimu aliyomtendea, akitumia udhaifu wa hali kwamba Josephine alikuwa peke yake kazini siku hiyo. Tarehe 11 Julai mwaka wa 2023, mwili wa Josephine ulizikwa kwa simanzi kubwa sana huko Bukori Village, kaunti ya Embu. Familia, marafiki na majirani walikusanyika kumwaga maua yao ya mwisho, huku machozi na huzuni vikigubika anga za mazishi. Katika hotuba za mazishi, viongozi wa jamii na waumini walitumia fursa hiyo kulaani vikali dhuluma dhidi ya wanawake, hasa sehemu za kazi, na kudai haki na ulinzi wa wanawake na wasichana kote nchini uweze kuangaziwa. Walisema kifo cha Josephine kiwe mwanga wa kuhamasisha jamii kuhakikisha mabinti wanaishi katika mazingira salama, yasiwe na hofu ya kupokonywa utu wao. Kesi dhidi ya Boniface Yakulula bado inaendelea mahakamani na jamii inasubiri kwa hamu haki itendeke. Sijui nisemeje, ila tunamwomba Mola amrehemu Josephine Karimi Kivuti. Kama umeguswa na makala hii, tupate thumbs up, jiunge na maelfu ya wanaojenga jamii hii kwa kusubscribe, na usiache kufuatilia kazi zetu za Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf.